Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale ambao mko nyuma, hizo vitu ziko hapo, watu wakaribia. Naomba tu muweze kusongea mbele. Iko mbele yako kuna kitu, songea tafadhali. Tuokoe muda wapendwa, tuokoe muda. Amen. Unaposongea, Mungu anasema kutii ni bora kuliko nini? Sababu hiyo kitu kiko mbele yako, sioni kama kuna makosa kukalia hapo. Siku nyingine ambayo ni siku njema. Majina yangu ni Simon Nzioki. Mtu ambaye aliokolewa na Kristo Yesu. Si kwa sababu kuna kitu ambacho alifanya, na ile ya kwamba akawa maana katika ufalme wake. Kristo Yesu ndiye amefanya mambo haya yote, na ile ya kwamba nikawa jinsi ambavyo nilivyo. Kama ungekuwa na uwezekano mimi nijipiganie ile ya kwamba nikawa maana katika ufalme ule, kunawezekana kwamba hata mpaka wa leo ningekuwa bado napigana. Na hata kama ningeongezea miaka mingine, hata kama ni 100 singeweza. Lakini kuna yule ambaye aliona kwamba mwanadamu hataweza, lakini akaona kwamba kwa upendo ambao alikuwa nao kwa wanadamu, akaona ni vizuri kwamba akaweza kujitoa ni kwa ajili ya kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na hapo ndipo ambapo tunaweza kupata neema hii ambayo tunaipata tu kwa sababu ya imani ambayo tulio nayo ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Basi katika somo ambalo tunaweza kusoma pale, hebu tuweze kufungua katika Biblia zetu. Wale ambao wana notebook ni vizuri pia ukawa karibu nayo, uchukue kalamu ili ya kwamba tuendelee pamoja katika mafundisho haya. Ombi langu ni kwamba Kristo Yesu aweze kuhudumia kwa Roho wake Mtakatifu. Amen. Amen. Tafadhali nipe sauti kidogo. Nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni siku nyingine ambayo tumepewa nafasi kama wanaume tuweze kuwahudumia, na neema ambayo Kristo Yesu ametupa tutaweza kuwahudumia kulingana na jinsi ambavyo Roho Mtakatifu wa Bwana ataweza kutuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Basi tukifungua katika Biblia zetu, tunaenda moja kwa moja katika Mathayo pale mstari wako wa 7. Kifungu chake cha 7 kuanzia pale mstari wako wa 15. Naomba kwamba niweze kusoma kwa Swahili version, na kuna version ambayo nimesikia ikiwa na ndugu yangu ambayo pia nitapenda kwamba aweze kusoma. Nitasoma Mathayo 7 kuanzia pale mstari wako wa 15. Nitasoma hadi mstari wako wa 20. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mstari wako wa 16 unasema, mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri, na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Mstari wako wa 18, mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Mstari wako wa 19, kila mti usiozaa tunda zuri ukatwa ukatupwa motoni. Mstari wangu wa mwisho katika Mathayo 7 ni wa 20. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Bwana Yesu awabariki. Ningependa kwamba ndugu uweze kusoma katika kitabu chako hicho, kwa sababu nimesikia kwamba kina neno tofauti. Yangu inasema ibaruti, lakini hapa nasikia kwamba inasema michangoma. Ni tafsiri tofauti ya Biblia, si kwamba ni neno ambalo ni tofauti. Ni moja tu, lakini katika tafsiri za Biblia zinaweza zikaongea jambo ambalo mtu anaweza akasikiza kwa masikio yake na kusikia kama kitu kingine tofauti. Uweza kufika pale mara moja tusomee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mathayo kifungu cha 7 mstari wa 15. Naam. Jihadharini na manabii wa uongo, wanaowajia wakiwa wamevaa mavazi ya kondoo, lakini ndani ni mbwa mwitu wakali. Mstari wa 16. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, huchuma zabibu kwenye miiba au tini kwenye michongoma? Mstari wa 17. Vivyo hivyo mti mwema huzaa matunda mazuri, na
matunda mabaya. Mti mwema hawezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mbaya hawezi kuzaa matunda mazuri. Mstari wa 19. Kila mti usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. Hivyo utawatambua kwa matunda yao. Mstari wa 20 unasoma? Mstari wa 20. Hivyo mtawatambua kwa matunda yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. How do we know and identify the false prophets? Bwana Yesu asifiwe. Najua kwamba tuko katika hali ambayo tunaishi kama wanadamu. Ni wakati mwingi ambapo tunaweza kuona vitu vilifanyika hata katika nchi yetu ya Kenya hii. Na mimi kwamba ulikuwa tu unajihizi, ulikuwa unaona jinsi ambavyo mambo yanatokea katika nchi yetu ya Kenya. Watu wanapotoshwa katika nchi ambazo watu wanaja katika mavazi ambao Kristo Yesu ambao alikuwa anaongea mahali hapa. Alipokuwa anaona watu kwamba kutatukia na huna budi kuona mambo haya yakitokea. Ni vizuri sana tuweze kujua, kwa sababu kuna watu wengi ambao wanajitokeza na kusema kwamba wao ni manabii. Bwana Yesu asifiwe. Wapo wengi ambao wanakuja kukuambia kwamba naona. Wapo wengi ambao wanakuambia kwamba nimeona. Lakini kwa hakika hiyo kwamba tu ni mambo yametokana na wao. Jinsi ambavyo walivyo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaona kwamba Yesu anatuonya kwa mapema ili kwamba tu wawe. Kwa sababu ni mambo ambayo tayari tumekuja kuyaona. Tumeona watu wakienda kula shakawana, ukiuliza mtu nini ambacho kilikufanyikia na ile kwamba unaelekea katika maeneo haya, anakuambia kwamba ni mafundisho. Ni mtu ambaye alikuja akamwambia kwamba mimi ni mhubiri, akaweza kumhubiria, lakini nia yake mwisho ilikuwa kwamba ni kule kunyang'anya mali yake. Mambo haya yanaweza kufanyika kwa watu wengi ambao tunaambiwa kwamba hata wengine walikuwa na madigrii. Unashindwa imefanyika namna gani mtu huyo ambaye aliweza kuwa mtu ambaye anasoma. Inafika wakati anaambiwa kwamba masomo hayana maana. Anaambiwa kwamba kukula sio kitu cha maana. Na yule ambaye anakuambia anakula. Watu wanaweza kuingizwa katika vitu kama hizo. Kwa kutojua kwamba ni mtu ambaye alikuja kwa njia hiyo ya mafasi ya kwamba yeye ni mhubiri. Amefungua kanisa. Na ukiangalia mahali ambapo ameweza kufungua kanisa ni kule msituni kabisa. Watu ambao hata hawawezi kujifikiria kama watu na huko tumepelekwa ni watu. Hawakuwa na mafikira kama haya. Lakini mwisho walikuja kujipata katika mahali pale. Yesu alipokuwa katika dunia hii, kabla Yesu atakufa na kufufuka pale. Alipokuwa anafundisha, kwa sababu alijua kwamba kuna wakati utakuja kufika, maana yeye Mungu analiona. Maandiko yanatuambia kwamba yeye ni mwanzo na hata mwisho. Na kabla haona mwisho kabla haona mwanzo anaona mwisho. Kwa hiyo alijua kwamba mambo haya yatakuja kutokea na hayakuwa na budi kutokea. Na ndipo tunaona na ile kwamba tukue makini na vitu kama hivyo. Maana wanakuja wamechunika tu ngozi ya kondoo. Lakini mwisho anaanza tu taratara ya kwamba tufanye hivi. Kutoka hapa anamwambia ufanye hivyo. Kutoka hapa anamwambia ufanye hivyo. Na mwisho kabla kama uko makini na kile ambacho alichokuwa Kristo Yesu anafundisha, unajipata msituni. Na Mungu atabakia kuwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda tu hapo kwamba ufanye jambo ambalo ni kinyume na Kristo Yesu. Na mwisho ukitaka utafanywa kile ambacho shetani anakuja kufanya. Maandiko yanasema kwamba shetani anakuja kuiba, mwisho ndio kuua. Lakini kwanza anakuja kufanya nini? Kuharibu. Kuua na kunyang'anya, sio vile vile ni shetani hivyo. Kwa sababu anaanzia na njia fulani ambayo yeye anaanzia tu pasipo kujua. Lakini ikiwa kwamba utakuja kuwatambua, ndipo kwamba tukajiuliza, je, tutawatambua namna gani? Kwa sababu ni swali ambalo tunastahili kuuliza kama Wakristo. Watu ambao wanaitwa na Kristo Yesu. Ni vizuri kwamba tuulize tutawajua namna gani? Sababu ni swali linasema kwa kwanza na kwamba ni swali. Je, unaweza kuwatambua? Na kwanza matunda haya Kristo Yesu na sema ni matunda ya aina gani? Kwa sababu kujua matunda lazima tupie, tuliweza kujua kupitia neno. Hebu tuende pale wa Galatia. Tuweze kuona haya matunda ambayo anataka pale ambayo anastahili kupatikana kwa mtu ambaye anaitwa na Kristo Yesu. Mtu ambaye anaolewa na Kristo Yesu. Mtu ambaye anaitwa na Kristo Yesu. Ni mtu wa aina gani? Matunda gani ambayo tunaweza kuyapata ndani yake? Tufika pale wa Galatia. Kifungu chake cha 5. Tuanzie pale mstari wa 22 tukielekea pale 23. Mtu akifika pale anaanza kusoma.
Wagalatia kifungu cha 5. Naam. Mstari wa 20. na 2. Lakini tunda la Roho ni upendo. Tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunda la Roho ni upendo. Ikiwa kwamba mtu huyu ana upendo wa hakika, kwa nini yeye anaona kwamba kuna haja yeye aishi maisha ambayo ni mema kuliko mtu mwingine? Kwa sababu ndio mtu huyu ambaye anajiita kwamba ni nabii. Kwa sababu hapo tunaweza tukaona ndio kwamba wewe ni nabii wa Mungu, lazima roho ya Bwana ambayo tunaongea kuhusu matunda haya, lazima matunda haya tuyapate ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima matunda haya tuanze kuyaona ndani yako. Ikiwa kwamba tutaweza kuona kwamba hauna upendo, kuna watu ambao wanajiita kwamba ni manabii. Lakini tukiangalia katika mtazamo wa kuangalia katika neno la Kristo Yesu jinsi ambavyo inavyosema, tunaona kwamba hakuna upendo. Sababu itakuwaje wewe unaona kwamba ni kama watu wako waishi na mwingine wake wasio? Ni jinsi gani wewe utaona kwamba utapigia mtu kwamba kumwambia kwamba naona mume ambaye amekuwa sio mume wangu na umezaa watoto naye, umeishi naye karibu miaka 20. Wajua ni mambo ambayo yanafanyika. Lazima kuanza kuona mambo haya wapendwa. Nimeuliza swali kwamba tutawajua namna gani? Kwa sababu ikiwa kwamba tunazingatia mambo haya ambayo tunaambiwa katika maandiko. Basi ni alipokuwa hapa, kuna kitu ambacho ametaja wakati wa mama mkuu na kusenda hapa. Na akasema kwamba utaambiwa kwamba uondoka katika boma ambao ni mahali hapo unalewa. Na unaenda na wale watoto. Watoto ni manani unaenda na mama. Sasa unaona fanya kitu cha ujinga pia kwamba umeenda na watoto, umeacha mzee. Na umeenda na wao wote. Watoto ni manani? Hii inamaanisha wazi kwamba utawaacha mzee wanaye pale. Lakini katika njia yako ya unafiki tu utafikia kwamba wewe umeenda na unamwacha mzee. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ambavyo manabii wengi wanatumia injili katika kudanganya watu. Umekaa na mume wako miaka 20, kisha mwisho unaambiwa kwamba si mume wako. Na wale ambao wanaingia katika huu mtego sana ni wamama. Na wanaingizwa na waombezi. Wazee si sana. Na sisemi hivyo mkue. Sababu kuna wale ambao pia wanapatikana. Tunasikia kwamba mtu alienda na watoto wake na akaacha mama nyumbani. Na akawapeleka watoto wote wakanyomba huko, wengine wakawatoa somo wakakuma kule. Mzee pia amekuwa lakini anawacha mama. Bwana Yesu asifiwe. Tutaanza kuwajua katika hizo njia ambazo hazina upendo. Yaani nikiangalia tu mchungaji Karo. Yaani nakusabiria pia kwamba yule ambao uko naye si mume wako. David, leo hii upata na mtu akwambia wazazi ambao wamekuzaa, hapo si pale ambapo ulikuzaliwa. Maana ni rahisi, wapo wanaagiza vitu kama hizo. Wanakwambia ndugu yangu hapo si mahali ambapo ulikuzaliwa. Mungu anaona vision yako kwamba wewe umezaliwa Marekani, wewe si Mkenya. Sasa unashindwa mimi nimejipata kweli Kenya, nitaenda hata Amerika kweli. Kitu gani ambacho nitafanya? Hapo ndipo ambapo utaelekezwa katika njia ambazo hazistahili. Mambo yao yanasema mambo yanafanyika wapendwa. Unapata na mtu anakuambia kwamba mimi niliambiwa kwamba mzazi ambaye alinizaa sio baba yangu. Naona kwamba hapa si mahali ambapo ulikuzaliwa. Tayari ushazaliwa. Unafanya namna gani? Hapo ndipo unaanza kujiuliza, kwa kulingana na vile ambavyo tunahangaika. Sio ndio kwamba ninaona wazazi wangu wanahangaika. Kwa hiyo nimezaliwa wapi? Atamuuliza tu kama kwamba mtu auliza na yule mtu anamwambia hivi. Amwelekeza amwambie, wewe unaona kwamba umezaliwa Marekani. Sasa ushindi. Acheni nafanya kitu gani? Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kuelekea katika njia ambayo isaidie kwamba ukafikie kile ambacho anakudanganya kwamba umekuwa nacho. Wajua ni vizuri wa ndugu na wapendwa wa dada tuweze kujiuliza swali hili. Kwanza ni jambo gani ambalo linafanyika katika maisha yetu ili kwamba tuiko wana wa Mungu? Kwa sababu ikiwa kwamba ni vitu ambavyo vilifanya tukuje katika Kristo Yesu, naamini ya kwamba kunawezekana hata tuache tuna kushughulika, kwa sababu watu ambao hata hawamjui Mungu wa Baramani, watu ambao hawatajua Kristo Yesu wana vitu. Kwa hiyo sisi hatukuja katika Kristo Yesu kwa sababu ya vitu. Hatukuja kwa sababu ya kuendelea vizuri. Hatukuja kwamba kuonekana kukua jinsi ambavyo wengine wanatarajia tu. Tunashukuru Mungu kwa jinsi ambavyo tulivyo, kwa sababu hatuchagua hivyo kwa sababu ya uwezo wetu. Hata vile ambavyo tulivyo, Kristo Yesu amekaribia pakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko kwamba hautaweza kuona upendo ndani ya mtu kama huyo. Na unajua, nasema kwamba wewe ni mfano na
uweze kufungua macho yako ya ndani na uweze kuona mambo ambayo anakuelezea. Mtu ambaye akupeleke, kwa sababu wakati wote ule mtu wa Mungu anaposikia maana kwamba kuna abone kitu katika familia, anastahili kuwa mtu wa kwanza kwenda pale na kuleta amani. Tunapoongea maneno yetu yajawa neema. Na neema hii iko kwamba tutapeleka neema pale katika ile boma na wale uliza ni shida ni nini, uweze kuongelesha wale watu. Naamini ya kwamba ikiwa wewe mtu wa Mungu utahakikisha kwamba katika ile nyumba kuna amani. Lakini wengi wao wanaenda pale hata watakaa vikao vya mama na mzee katika familia hiyo. Anamuita mama kando, anamuita mzee kando. Kila mtu anaongea maneno yake tofauti. Hao watu wakikutana pale kwa nyumba tena itakuwa ni vita kubwa, kwa sababu yeye alikuwa kwamba wewe unajua hapa okay, uliolewa, una watoto, lakini hapa si kwako. Mtu anajiuliza, kwa hiyo kwangu ni wapi? Na sasa wakati mama anachukua hatua ya kwenda kutafuta kwake ni wapi, naye mzee alikuwa kwamba yeye mama si wake. Na tayari walioana wanakaa miaka 10, wana watoto. Sasa mzee naye anabaki pale akiwa katika hali ya kuchanganyikiwa kwa sababu ana watoto na yule mwanamke. Lakini sasa anaambiwa yule si mwanamke wake. Atafanya namna gani? Atakaa katika hali ya kujiuliza maswali. Je, itafanyika namna gani mimi bakia na watoto wangu? Na hapo ndipo utapata mtu kwamba ameenda katika kufanya mambo mabaya zaidi. Kwa sababu katika ile kikao ambacho alikalishwa kwamba alikuwa na upendo. Endelea katika mstari wa 22. Tumeambiwa kwamba lakini tunda la Roho ni upendo. Furaha ndio pia tunazungumzia. Katika hali hiyo kama umepata familia haina furaha, hakikisha kwamba iko wewe mtumishi wa Mungu. Kienda pale kama wewe ni nabii wa Mungu, tafuta kujua ni njia gani ambayo unaweza kuleta furaha katika familia hiyo. Ikiwa kama mambo haya katika ndani yako, you are out of kuwa prophet ama nabii wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Endelea ndugu, hapo kuna msomaji. Umeama mstari wa 23. Endelea hapo mstari wa 22. Tumetoka furaha, tuko katika amani, uvumilivu, utu wema, naam, fadhili, naam, uaminifu. Tusimamie tu hapo. Uaminifu ndio ambao anasema. Unaona pale kwamba mtu amechukua mzee anamweka pale kando na mama pale kando. Lakini katika uaminifu ana mambo ambayo anasema pale kando na pande hii nyingine. Bado anahakikisha kwamba hiyo familia ndio uaminifu hakuna. Anasema kuwa mwaminifu, tunaomba kwamba kuwa waaminifu. Uaminifu unazingatia katika kutenda kile ambacho kinastahili. Ikiwa kwamba wewe uweza hautafanya kile ambacho kinastahili, unamaanisha kwamba huna uaminifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. First John 4:1. First John 4:1. Waraka wa kwanza wa Yohana tunaila hapa amefika, mimi nimefika. Wacha nikaanza kusoma. Waraka wa kwanza wa Yohana Mtakatifu kifungu cha 4 mstari wa kwanza. Wapenzi, msiamini kila roho, mbali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mambo haya nao yazungumzia lazima kwanza yatunguze. Wengi wao wanaamini kwamba tu akiambiwa tu na nabii wa Mungu amesema. Lakini Mungu hataki kutunguza anasema nini? Bwana Yesu asifiwe. Je, unaweza ukajua nabii wa Mungu anapozungumza? Utamwelewa? Dunia hii ina mambo mengi. Na watu wamepotoshwa kwa ajili ya kusikiliza kila ambacho kinatoka kwa mtu yeyote yule ambaye anajiita nabii. Unasikia kwamba ni nabii. Wakati fulani niliweza kusikia mtu fulani kwamba akiongea na mtu mwingine, na pia sikujua kwamba neno hilo katika kabila hilo kwamba linatumika hivyo. Kwa sababu aliongea kwamba akasema kwamba nitakupeleka kwa nabii. So nabii katika hiyo kabila kwamba si kwamba ni nabii. Nabii ni mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisikia mkorino anasema kwamba nitakupeleka kwa nabii, si nabii kwao sio huyu unafikiria. Nyao anajiita waombezi lakini waganga.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaendelea na kuongea katika hali ya kufundishana ili ya kwamba tuwe makini na kile ambacho kinatokea katika dunia hii. Ni vizuri tukiwa katika dunia hii tuombe na kutaka kujua kwamba ukweli nabii wa Mungu anasema kwa mtu aina gani. Sababu mambo haya tulivyokuwa tunaona na Yesu Kristo hapa katika Mathayo 7 ni mambo ambayo yanahitaji umakini unapoishi katika dunia hii. Alijua kwamba atakapoondoka katika dunia hii, hata ikawa atapeana Roho Mtakatifu kwa watu, bado kutatokea wengine ambao watakuwa kama wanao walipenda wengine na kuwapotosha katika njia ambazo hazitakuwa njia za imani. Leo hii utapata mtu kwamba anaambiwa kwamba kitambaa kama hii, wewe tangia hilo ulisikia kwamba nguo ikiingia ndani ya mtu inaweza ikapona. Wapo wanachukua vitambaa hivi na wanatoa kama ndani yake na nasikia kwamba mtu alikuwa kwamba hakuna. Na kwa sababu tu ya imani ndio linafanyika. Na yeye sasa anaamini mambo kama haya. Tumefika wakati mpaka siku hizi wao unaweka katika maji, katika chupa. Ukitoa maji tu na usio kwamba unaambiwa kwamba ni wao. Kila mtu alikuwa tumepotea na kila kitu. Mungu wewe sio kwa chupa. Mungu hawezi kutoshea kwa chupa. Hawezi. Iko kwamba ulipitia haya pole. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maana ambao tumepitia na ya kwamba kujua mambo haya. Na iko kwamba utafikia hiyo, shukuru Mungu. Kuna watu katika dunia hii wamehangaika, lakini ni kutojua tu. Na kula kutaka kukaa tu. Sasa kusoma maandiko, sasa kuomba Roho Mtakatifu kwamba akusaidie mambo mengine yajue. Kwa sababu Pastor hii ambayo ninawaambia kwamba lazima tuchunguze. Uweze kuchunguza vile ukiolela, uweze kujua. Si mtu yoyote atajua. Kuna mtu ambaye tu akisikia kwamba jambo lolote likitangazwa na mtu anajiita nabii, anaamini tu hiyo. Ikiwa kwamba hujaweza kupatikana katika mtego huo, shukuru Mungu. Wengi wao wanapitia, wengine wanapoteza watoto, wengine wanapoteza wazazi pasipo kujua kama walidanganywa. Lakini hata kulia kwako kama wazazi wako na kama watoto wako, hiyo inamaanisha kwamba Mungu si Mungu. Mungu amepea mwanadamu maamuzi wa kuamua kile ambacho kinastahili na kile ambacho hakistahili. Kwa hivyo Mungu awasaidie upande huo. Kwa wale ambao hamjaweza kuingia katika mtego huo, niombe nao kwamba msiwe patikana katika mtego huo. Sema amen. Ni vizuri kwamba mkuombee hilo kwamba usiwe patikana. Kwa sababu kwa watu wamepoteza vitu. Kwa sababu ya ubaguzi huo na udanganyifu mwingi wa kusema nabii wa Mungu amesema, nabii wa Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wagalatia 1:8. Kuna wazima kwamba ukachangua maandiko hapa na pale, lakini ni vizuri kwamba usibaki nyuma. Na naomba kwamba tuendelee pamoja na ili kwamba usiweze kupotea. Maandiko haya yote yanaongea kuhusu mambo haya ambayo yanatokea duniani. Wagalatia 1 mstari wa 8 pale. Kuna mtu amefika? Wagalatia 1 Naam, mstari wa 8. Lakini hata ikiwa sisi au malaika atokaye mbinguni akihubiri injili nyingine tofauti na ile tuliyohubiria sisi, basi huyo alaaniwe milele. Huu ni waraka wa Paulo ambaye anaandikia, barua ambayo alikuwa anaandika kwa Wagalatia. Na anawaonya, anamwambia kwamba ikiwa kwamba sisi hatukuwafundisha mambo haya, ikiwa kwamba utatokea mtu mwingine yoyote yule, hata kama ni malaika anakuja au vile mambo mengine ambayo yako kinyume na yale ambayo tuliwahubiria, na alaaniwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wakati ambapo tunaona Paulo akifundisha, tumeona watumishi kama kina Barnabas, tumeona watu wengi, hata Yesu mwenyewe Kristo Yesu. Kuna mambo ambayo hajaweza kufikia kufanya. Lakini leo hii tunaweza kuanza kuona mambo ambayo tunaona yakiwa tofauti.
Tunashangaa na haya yalifundishwa wapi? Ukichunguza katika maandiko, hakuna kitu ambacho kama hicho unaona. Nakwambia bana, mambo ya imani tofauti. Kwa hiyo tu mtu akifikiria kitu ambacho anafikiria ndivyo ambavyo anakuja kuongoza watu jinsi ambavyo anataka. Wale ambao Paulo alikuwa anafundisha hapa, ama ambao anapeana kwa Wagalatia, anaona ili ambao wasio wakafikia jambo hilo ambalo tunazungumzia leo hii. Ambao tunaona wengi wao wakilia katika dunia hii. Hii ndio ile ambayo tunaanza kuona watu wengi sana wakilia. Kwa sababu ya mafundisho kama haya ambayo Paulo alikuwa anafanya. Anaona kwamba tuwaambia hata kama ni malaika, unafikiria kwa nini alikuwa anatoa kwa nini? Nini ambacho kilichangia Paulo wafikie jambo kama hili? Ni vizuri tujiulizane maswali wakati mwingine. Tujiulize kwa nini mtumishi wa Mungu huyu alikuwa anaongea mambo kama haya. Kumbukeni mtu ambaye anayeongea mambo haya ni mtu ambaye alipitia katika changamoto za maisha ili kabla aje kutumika na Mungu. Katika kufundisha haya ambao leo hii tunayajua. Wale ambao wajui Paulo ni yule ambao maandiko yanatuambia kwamba wakati Stefano yule ambao tunasema kwamba aliuawa kwa njia ya mawe. Mungu wa Stefano akiuawa zilizoonekana kwamba ziliuawa katika miguu yake akiwa kijana. Na Paulo ile ambayo ikamwingia ya uwaji. Lakini mwisho Mungu akaja kumtumia. Kwa neema ya Kristo Yesu tu Paulo aliwezeshwa. Na leo hii tunaweza tukamwita kama mtumishi wa Mungu ambaye aliweza kufika katika dunia hii kwa ajili ya kutuelimisha na hii ya kwamba tusije kuendelea katika matendo kama yale. Tusije kuingia katika mitego kama hiyo. Hata hivyo waje Paulo yule ambaye anazungumzia mambo haya ambaye anatufundisha. Tunajua kwamba alipitia katika matatizo mengi. Wale ambao wasomaji wa Biblia utaweza kuona kwamba jinsi ambavyo alienda kuhubiri sehemu moja na kina Barnabas. Na kwa sababu wao walikuwa wameingia katika huduma mbele yake, wakawa ni kama sana ni kama wakati anatoa hoja yake ili apate jifuate. Tunaambiwa kwamba kuna sehemu ambao walienda kuhubiri. Mambo haya tunayasimulia ili kwamba waweze kujua mtu huyu ni mtu ambaye alikuwa anaongoza Roho Mtakatifu wa Mungu ili kwamba kufundisha mambo haya. Kuna wakati anaenda kina Barnabas. Lakini katika wakati anatoa hoja fulani ambao ni mambo ambayo tutakuja kuyazungumzia wakati mwingine. Ikawa kwamba kuna kitu ambacho walikuwa wanataka kufundisha. Lakini Paulo anapofundisha kitu fulani wanaona ni kama kitu kigeni. Na wao kuna vile ambavyo wamezoea kufundisha. So ilifika wakati maandiko yanakuambia kwamba ilifika wakati kulikuwa na mtafaruku fulani. Ukisikia maandiko ambapo inakuwa kwamba kulikuwa na mabishano, alikuwa jambo kidogo. Na ikawa kwamba Paulo kuna mtu ambaye alikuwa anataka kwenda naye kuhubiri naye, lakini akaambiwa hapana. Akaambiwa kwamba hautaenda naye. Lakini Paulo kwa nini ambaye alichukua? Ni wakaendelea na injili mbele. Kwa sababu tukisoma pale kuna mambo ambayo tunaweza kujua kwamba Paulo alikuwa ametumwa kwa ajili yetu sisi ambao tuko hai siku ya leo. Je, umewahi kuuliza siku moja na kukaa na kujiuliza kama mtu wa Mungu ni njia gani ambayo mtakao wafuka vitu ambavyo watu wengine wanapitia kwa kutojua? Sababu wale ambao wanafanikiwa na mambo haya ambayo manabii wanatumika katika hizo njia kuwalaghai hata wengine kufikia kuwao, si kwamba ni kupenda kwao, lakini kutojua. Na ya kwamba tupate ufahamu wa kutaka kujua, tutaweza kujua namna gani? Maandiko katika James chapter 1 verse 5. Hebu tufika pale tukio maandiko yanatuambia nini, kwa sababu kuna vile ambavyo pia tunaweza kufundisha na ili kwamba tuweze kujua jinsi ambavyo ni njia gani ambayo tutasaidia katika hali kama mtego huu. Mtu akifika aweza kunisomea. Nitaenda tu kwa haraka kwa sababu ya muda. Kuna mtu amefika?
chapter 1 verse 5. James chapter 1 verse 5. If any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Kuna mtu anajua mwingine? Waraka wa Yakobo kifungu chake cha kwanza mstari wa 5. Lakini mtu wa kweli akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala akemei, naye atapewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unajua kwamba kuna uwezekano kwamba mtu akajiuliza, na je, mimi nitasaidiwa namna gani? Yakobo anatuambia kwamba ikiwa kwamba katikati kwetu kuna yule ambaye amepungukiwa, tumuombe Mungu, yule ambaye apeaye wote. Kwa sababu Mungu wetu si wa kupendelea yule, anatupenda sisi wote. Yuko kama tunahitaji kwamba kujua zaidi, atatuwezesha ili kwamba tuweze kujua. Kwa hiyo kuwatambua manabii hawa si kwa sababu ya nguvu zetu, tunasaidiwa tuna Mungu ambaye apeaye watu wote neema hii ya kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Naamini kwamba tunaweza kujifundisha kitu kwa sababu ya muda. Mathayo 24 mstari wa 24. Hapo tutamalizia hapo. Tulipa na madhabahu. Mimi nimefika Mathayo Mtakatifu 24 mstari wa 24. Unasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Bwana Yesu asifiwe. Unaposikia kwamba mteule, si kwamba ni mtu ambaye ameteuliwa na watu. Wateule ni watu ambao Kristo Yesu hata kuanzia misingi ya dunia ilipoumbwa, maandiko yanatuambia katika Ufunuo kwamba si kwamba mnachaguliwa leo hii. Watu wengi Mungu amewachagua kuwa watu wake, lakini kwa njia ya kutoamini. Ndio maana wanasema si watu wa Mungu. Watu kwa sababu ya kusikwa hawakuamini kwamba walisamehewa dhambi zao, wakawa wana wa Mungu. Wengi wao ambao leo hii wanajiita wenye dhambi. Ndio wanajifanya kwamba wako kando na maandiko haya, lakini ilikuwa kwamba uniamini kwamba Kristo Yesu alikufa na akafufuka kwa ajili ya dhambi zako, umefanyika mwana. Ikiwa kwamba uniamini, maana unapatia tu kwa mimi peke yake, hakuna jambo lingine unastahili kufanya. Mathayo 24 kuna kitu ambacho kinatufundisha hapa. Maana wa Kristo hata ambao wanasemekana kwamba ni wateule, sawa, manabii wana uwezo pia wa kuwatosha. Bwana Yesu asifiwe. Ombi langu ni kwamba kwa Mkristo mwenzangu, ndugu yangu, dada yangu, ukae kuwa makini, kwa sababu nchi imeharibika. Dunia ambayo tunaoishi, tunakaa katika muda ambao ni wakati wa hatari sana. Wanaweza kutafuta njia yote ile ambayo watatafuta na ile ya kwamba wakupotosha, lakini Mungu ni mwaminifu. Anatuambia kwamba atulinda hata wakati tunapokuwa katika malasi yetu. Ombi langu ni kwamba Mungu akushindanie, Mungu akuwezeshe katika kila hali, ili ya kwamba katika mtego huu usiingie. Naomba niamini kwa neno lake. Kristo Yesu, nakushukuru kwa sababu ya nafasi hii ambayo umeweza kunipa mara tena. Kristo Yesu, ninasimama mbele ya wana wako
Kristo Yesu tu kuhubiria jinsi ambavyo Kristo Yesu alikuwa anatuma kwa ajili ya kufikisha neno hili kwa watu wako. Bwana Yesu, watu wakafanya kazi katika mioyo yao. Kristo Yesu watatia katika njia zote ambazo Kristo anapitia. Wasije wakaingia katika mtego wa manabii wa uongo. Maana tuko katika wakati wa hatari ambapo watu wanaweza kupotoshwa hata wale ambao Kristo Yesu anawataua. Kwa neema yako Kristo Yesu, naamini kwamba Bwana kutuwezesha hatutaingia katika mitego yao, maana pamoja nasi. Asante kwa sababu Kristo Yesu neno lako linaweza kufika kwa watu wako. Wote likafanya kazi kwa yule mdogo na mpaka hata yule mkubwa. Kristo Yesu anapotembea, anapokaa, Kristo Yesu atakapokuwa akitafakari neno lako Kristo Yesu, msaidie na ili ya kwamba asije akaingia katika mtego ule. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo Bwana, nimeweza kuomba na hata kuamini. Mtu aseme amen. Bwana Mungu wa Bwana wote kwa bariki. Amen.